Mchezo wa First League uliokutanisha wenyeji Bandari Tanzania Sports Club dhidi ya Magnet FC kutokea kule Mlandizi mkoani Pwani umemalizika hapa kwenye dimba la Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara, ambapo tukishuhudia wenyeji Bandari Tanzania wakibuka na ushindi wa mabao 2-1 katika mchezo uliopigwa leo Januari 11, 2026. Mara baada ya mchezo huo kumalizika, tumezungumza na walimu wa timu zote mbili wakieleza kwa upande wa Magnet wapi walikwama mpaka kufikia kupoteza mchezo huu, lakini pia kwa upande wa Bandari ameeleza wapi alikuwa bora, hali iliyosababisha kupata ushindi katika mchezo huu. Naitwa Salihina Mjengwa, kocha wa Magnet. Tuambie, leo mmepoteza mchezo, pengine wapi ugumu zaidi ulikuwepo katika mchezo huu? Mechi haikuwa ngumu, bahati mbaya wenzetu wampata nafasi, wamezitumia. Nafasi zingine zilikuwa nje ya sisi, sio kutokana na uwezo wa timu, bali tumelazimishwa. Wameconcede vijana, wametengeneza nafasi, nani wapinzani wametuadhibu kupitia hiyo. Licha ya kupoteza, lakini tumeona timu yako inakuwa na uchu mkubwa wa kupata mabao. Pengine hili mmelifanyaje kazi kuhakikisha kwamba mechi ijayo nafasi zile ambazo mmezitumia mlikuwa offside zinakuwa halali na mnapata ushindi? Ukiangalia mchezo sio kwamba offside, kwa sababu goli au nafasi chance walizotengeneza wenzetu ambazo waliachiwa, sisi tumehukumiwa. Kwa hiyo lakini hatutaki kunani upande wa pili wa sheria. Sisi tunadili na timu yetu kuhusu mambo ya ufundi. Kwa ufundi mimi naona vijana walijitahidi, tumetengeneza nafasi kama tulivyoelekezana na wamescore. Bahati haikuwa ya kwetu, zimekataliwa kwa mujibu wa kutafsiri sheria. Kwa hiyo tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kuangalia kwenye game ijayo. Naambiaje sasa mashabiki wa Magnet FC? Bado tunaendelea kupambana, tunaipigania timu, tunatengeneza na timu ili kupata matokeo. Lengo ni kwenda Champions League. Asante na pole sana. Asante. Naitwa Amanzi Ngonyani, mwalimu wa Bandari Tanzania Sports Club. Tuambie ushindi wa leo umepata ushindi mkubwa. Tuambie ushindi wa leo pia una maana gani kwa mashabiki wa Bandari? Of course washabiki wa Bandari Tanzania, nchi nzima ya Tanzania, Bandari ziko sehemu nyingi. Waendelee kusupport timu yao na kufuatilia timu yao. Tupo katika process, football is a process. Ni timu changa katika mashindano ya kiligi division hizi za level ya kitaifa ya TFF. Kwa hiyo kwa kifupi tunajenga timu, lakini tuna malengo vile vile. Umeona bwana. Kwa hiyo sisi niwakaribishe waendelee kufanya supporting kwenye timu. Licha ya kwamba mmeshinda goli 2-1, lakini timu yako inaonekana inafikika. Changamoto iko wapi? Yes, of course timu tulikuwa zinacheza leo ni timu ambazo zote tunacheza philosophy inayofanana. Magnet Academy FC wanacheza possession style na sisi Bandari Tanzania tunacheza possession style. Timu zinazocheza possession style mara nyingi sisi tutatengeneza nafasi na wao hawezi kuwazuia kutengeneza nafasi. Ila muhimu tu ni nani anaitumia nafasi zake na wakati gani. Mimi niwapongeze wachezaji wangu. Of course tulipata nafasi almost 4 lakini tumeweza kutumia nafasi 2. Good. Na wao wamepata nafasi 3, wametumia nafasi 1. Okay. Pengine hili swala la kutokuwa na matumizi mazuri ya nafasi, nalo hili unalisemeaje mwalimu? Tunafanyia kazi kila siku uwanja wa mazoezi. Niseme kuwa tulikuwa tunatoka kwenye ushindi wa goli 1-1, kile tumepata ushindi wa goli 2. Inaonyesha jinsi gani vijana kwa wanazidi kufanya improvement na wanafanyia kazi. Maana ukiangalia graph sasa tunapanda kutoka kwenye kufunga goli 1 sasa tunafunga goli 2. Tupo katika kipindi cha dirisha dogo, pengine kuna maingizo yoyote mapya mmeyaingiza kwenye kikosi? Tupo kwenye mchakato. Sajili ni process, ni mchakato. Dirisha liko wazi mpaka tarehe 31 Januari. Nadhani bado tunapitia chaguzi zetu na zilizofanyia scouting. Sikiwa tayari kwenye page za club basi tutatangaza usajili, ila tutafanya usajili pamoja. Miongoni mwa mechi ambayo umevuna mashabiki wengi ni pamoja na leo, pengine siri ni nini nje ya uwanja? Of course ni kile kinachoonekana uwanjani. Timu yetu inazidi kuwa improvement hapa uwanjani, lakini vile vile inazidi kuwa promoted hapa Mtwara. Mimi niwaambie tu wana Mtwara kwa ujumla waendelee kusupport timu yao, waendelee kupush, waje kwa wingi. Kile vitu vizuri nazidi kuviandaa, tutazidi kuwa bora. Asante sana. Asante karibu. Shabani Salum Mtunuma aka Mwape, shabiki kindakindaki wa Bandari. Panga pangua muda wote lipo Bandari nami nipo, tunapakua na tunapakia mzigo. Tuambie ushindi wa leo una maana gani kwenu? Ushindi wa leo una maana kubwa sana kwa sababu tumeshapanda, tupo kileleni kule kwa point, tuko na point 8, tunaongoza ligi, yaani tunajisikia baridi, tupo kwenye kiyoyozi safi kabisa. Yaani tunapiga kazi bila kuchoka. Leo mlikuwa wengi uwanjani, nini siri? Siri ya kuwa wengi uwanjani ni hamasa na kuitambua kwamba Bandari iko Mtwara na tunakiwasha muda wote na wakati wote. Tuko pamoja na Bandari, ndipo tupo. Neno lako sasa kwa mashabiki kuelekea mchezo wa Ijumaa?
mchezo wa Ijumaa, naomba mashabiki wenzangu tuungane, tuwe wengi tu wa kutosha, kwa sababu shabiki ni mchezaji wa 12. Tunawapa hamasa wachezaji, viongozi wanajua kwamba kuna vibe Mtwara na nini wakifanya, na Mtwara tunataka mpira uendelee Mtwara yetu mpaka tupande ligi kuu. Asante. Shukrani sana brother. Tuko pamoja. Naitwa Hamisi Rashid Isha Mtanda Mkanjela. Tuambie, leo timu ya Bandari imeibuka kwa ushindi wa bao 2-0. Kama shabiki umepokeaje ushindi huo? Kwa ushindi wa leo, timu yangu ya Bandari tumecheza mpira vizuri na tumepata matokeo, na kuna game ambayo inakuja Ijumaa tunacheza tena. Kwa hiyo mimi ninapenda ni wasapoti washabiki wenzangu, wafanyakazi wenzangu wa Bandari na wachezaji wangu mimi, ili mechi inayokuja tupate matokeo kama ya leo. Nikiripoti kutoka Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara, ambapo tumeshuhudia mchezo baina ya Bandari dhidi ya Magnet FC. Jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.